sahani ipi nzuri kiafya kati ya hii hapa na hii hapa? Ndiyo somo la leo. Nitatumia sahani hizi kukuelewesha somo la leo. Save video hii ili uitazame vizuri, inaweza kupotea. Na mwishoni nimeweka ushauri wa kuzingatia ili uwe na afya njema. Hii ndo sahani yako unapotaka kupunguza uzito. Unadhani kula kiafya ni mateso? Somo hili linakuhusu. Mimi vilivyosindikwa hapana, vyakula vyangu ni asili tu. Hii ndo sahani yangu. Somo hili linakuhusu. Wale wa miili mipya tutaipata mbinguni. Somo hili nitasikitika usipolitazama mwanzo mpaka mwisho. Tujifunze sayansi kwa vitendo, na somo langu la leo ni jinsi ya kutambua kiasi cha wanga ulichokula katika sahani. Twende ubaoni. Sahani inayokushibisha ina kiasi gani cha wanga? Sahani inayokushibisha tunasema ni serving. Kama wewe unashiba sahani moja, basi una serving moja katika kila mkao. Vyakula vya wanga kazi yake ni kuupa mwili nguvu na joto. Nguvu zinazokuwezesha kufanya shughuli mbalimbali, hizo ambazo unazifanya kwa kutumia viungo vyako vya mwili. Lakini kuna shughuli zingine ambazo huwa zinaendelea katika mwili wako bila hiari yako. Shughuli hizo zote hutumia nishati ya mwili ambayo inatokana na vyakula vya wanga. Kiasi cha glucose moja endapo kikichomwa katika mwili huzalisha kiasi cha nishati ATP 32. ATP ni akiba ya nishati katika mwili wa binadamu. Kama unazalisha ATP 32, kila ATP moja huwa ina akiba 1012 kilocalories. Hii ni akiba ya nishati katika mwili wako. Glycolysis, Krebs cycle na electron transport system. Haya ni matukio ya kibiolojia ambayo huwa yanatokea ndani ya cell. Haya matukio ndiyo hutusaidia kuzalisha au kuvuna nishati hizi ambazo tumeziona pale, almost 360,000 katika kila glucose molecule moja. Tunapozungumzia sukari tunamaanisha glucose, tunamaanisha fructose, tunamaanisha galactose. Hizi ni aina za sukari ambazo mwili wa binadamu unazitambua. Ndio maana mtu mwingine anaweza kumwambia unapokula maembe, sawa, kwenye maembe kuna vitamin, kuna madini. Aina ya sukari inayopatikana kwenye embe ni glucose na fructose. Aina ya sukari inayopatikana kwenye tende ni sucrose, ambayo ndani ya sucrose ni muunganiko wa sukari aina mbili ambao ni fructose pamoja na glucose. Kwenye maziwa tunapata sukari inaitwa lactose. Lactose ikivunjwa kwenye maziwa tunapata kiini cha mwisho ambayo inaitwa galactose, ambayo tunatambua kama simple sugars. Kwa hiyo tuna aina kuu tatu za simple sugars. Tuna glucose, tuna fructose, tuna galactose. Hizi ndizo ufyonzo kutoka kwenye utumbo mwembamba na kuingia ndani ya seli, zinaenda kupitia mchakato wa glycolysis, Krebs cycle na electron transport system na kuzalisha kiasi cha ATP 32, ambapo ATP moja inahifadhi almost calories 1012. Hivyo ndivyo ambavyo glucose inafanya kazi katika mwili wa binadamu. 95% na zaidi, glucose kazi yake ni kuupa mwili nguvu tu, haina kazi nyingine kubwa zaidi ya hiyo. Mwongozo wa Tanzania unatuambia kiasi cha calories ambazo zinatokana na wanga inatakiwa iwe 45% mpaka 60% ya jumla ya calories zote unazokula kwa siku. Kwa hiyo kama wewe mwanaume unatakiwa kwa siku upate calories 2600 kwa siku moja. Hivyo 50% ya calories 2600 ni calories 1300. Wewe mwanamke kwa siku calories 2000, 50% tukichukua ni sawa na calories 1000. Sasa leo tunataka tuone, je, mnauzingatia? Sasa tunataka kubadilisha calories 1300 kwenda kwenye grams, ambacho ni kipimo tunachoweza kupima kwa kutumia mzani. Kwa mfano embe hili moja lina gramu 560. Hicho ni kipimo ambacho watu wengi wanakielewa, lakini calories watu wengi hawaelewi, ikiwemo labda na wewe. Twende kazi. Gramu moja ya chakula cha wanga kikiunguzwa katika mwili wa binadamu tunapata calories 4. Je, hizi calories ambazo ni 50% ya calories ambazo mwanaume anatakiwa kula kwa siku, ambazo ni 1300, itakuwa sawa na gramu ngapi? Tumepata gramu 325.
Hizi ni kiasi cha grams za wanga ambazo mwanaume anashauriwa kula kulingana na mwongozo ambao umesema 45% mpaka 60%. Sisi tumechukua katikati ya 50%. Endapo tukigawanya hii katika milo mitatu, ashumu wewe unakula milo mitatu, katika kila sahani, katika kila serving, katika kila sahani yako inatakiwa usizidishe grams 108. Sasa utajuaje ya kwamba hii sahani niliyokula viazi vitatu na ndizi moja na maziwa niliyoweka asali ina gramu ngapi za wanga? Twende sasa kwa vitendo zaidi. Ili uweze kujua kuna kiasi gani cha wanga katika hizi slices za mkate, unatakiwa kwanza kupata kitu kinaitwa carbohydrate factor. Carbohydrate factor ni kiasi cha wanga kilichopo katika kila gramu ya chakula unachotaka kula. Na utaipata vipi hii carbohydrate factor? Ni kitu ambacho kimefanyiwa uchunguzi, kimefanyiwa utafiti wa kutosha. Ingia katika internet, andika tu carbohydrate factor food list. Utapata list ya vyakula na carbohydrate factor zake. Sasa ili uweze kupata sasa kuna kiasi gani cha wanga, kuna kitu kinaitwa per serving. Serving ni hizi slices unazokula, yani kwenye mlo wako una calculate kiasi gani cha wanga. Serving ni mlo. Sasa unachotakiwa kufanya, unachukua weight of your serving alafu unazidisha na carbohydrate factor. Kwa mfano nachukua hizi slices za mkate naziweka kwenye mzani, zinanionyesha hapa labda ni gramu 100. Huu ndo uzito wa slices za mkate nazotakiwa kula. Unazidisha na carbohydrate factor ambayo umeipull kutoka kwenye interneti. Baada ya kufanya hivyo, ukishazidisha unapata kwamba ukila gramu moja za slices za mkate wa white bread unapata kiasi cha grams 48 za wanga. Nimekuandalia sahani 4 tuzitumie kama mfano, utapata uzoefu namna ya kukalkuleti kiasi cha wanga katika sahani. Sahani ya kwanza ina embe. Embe hili hapa tunalipima. Tumelipima embe lina gramu 560, lina carbohydrate factor tumeangalia katika gazeti letu ni 0.15. Tukizidisha hii times this, ukizidisha hapo unapata gramu 84 za wanga katika hili embe. Kwa hiyo kumbe embe lina uzito wa gramu 560. Ndani yake ndo kuna kiasi cha wanga. Kwa kutumia carbohydrate factor ya 0.15 tulipozidisha ndo tukapata kiasi cha wanga. Achana na makamba, achana na majimaji, achana na vitu vingine ambavyo havituhusu. Kinachotuhusu kwenye embe ni wanga ambao ndo unaenda kuathiri kiasi cha sukari katika damu yako ambao tumepata ni 84 gram katika hizi gramu zote 560. Mkate. Tukichukua hizi slices za mkate hizi slices za mkate tukazipima. Tulipozipima tukapata gramu 85, tukizidisha na carbohydrate factor hii tutapata gramu hii. Tukachukua kiazi. Kiazi hiki tukachukua tena tukakipima kwenye mzani. Tukapata gramu 315, tukazidisha na carbohydrate factor tukapata kiasi hiki cha wanga gramu 59. Chai, hii chai tumeweka vitu asili. Tumeweka nini? Asali. Asali tumeweka vijiko viwili vidogo ambao ni sawa na mililita 30. Tumeangalia carbohydrate factor ya asali ni 0.82 katika kila mililita 15. Tulipozidisha tukapata 1.64 gram. Tukijumlisha hapa hii sahani inatupatia kiasi cha wanga gramu 186. Kwa hiyo kumbe hii sahani ukila kiazi cha kuchemsha asubuhi, ukala embe na slesi kama hizi ndogo ndogo 1 2 3 4 5 na chai ambao umeweka asali, utakuwa umepata kiasi cha wanga gramu 186. Kumbuka ya kwamba katika kila mlo unaokula kulingana na mwongozo wa chakula unatuambia ya kwamba hatutaki kuzidisha gramu 108. Wewe ushapiga shazidisha hapo. Sahani nyingine ni hii hapa, sahani ya pili. Sahani ya pili ina viazi vitatu ambavyo ndio hivi hapa, viazi vitatu. Sahani ya pili ina viazi vitatu. Ukiamka asubuhi ukala viazi vitatu vya kuchemsha, una ndizi moja pamoja na maziwa.
hapo utakuwa umepata gramu 139 za wanga katika sahani. Mwongozo unatuambia hatutakiwi kuzidisha gramu 108 katika kila mlo unaokula kama wewe unakula milo mitatu. Tunaendelea na sahani ya tatu. Wale wa kujinyima kula, wale wa kupungua uzito, wale wa kutaka ukate uzito haraka ndani ya wiki 2 uende kwenye harusi, usihangaike na mkanda bana tumbo. Hii ndo sahani yao. Wanakuambia mimi siachi kula vitu vyote, mimi nitakuwa nakula hivyo hivyo vilivyo ninenepesha, lakini kiasi kidogo. Unaona, anakaa kiazi hapa kamoja, anakaa slesi kama mkate, anakaa kikombe kama maziwa. Hapa hali jumla ni gramu 26. Kwa hiyo huyu ndiye aliyekula kiasi kidogo cha wanga, angalau yuko chini ya kiwango ambacho tunashauriwa. Basi tumpongeze. Lakini je, utashiba? Huwa mnakula hivi? Haya, twende sahani ya 4. Hii sahani watu wengi wakiona wanasema hamna wanga hapo, ukila hivi. Ndo maneno yenu. Tuone kuna wanga katika hii sahani. Mimi na miaka 5 sijawahi kula wanga, nakula tu hivi. Humu hamna wanga. Njoo tukalikuleti hapa. Njoo tukalikuleti. Sahani ya 4. Hili tango moja tukilipima lina gramu 320. Tulivyo kalkuleti ni kiasi cha 9.6 gramu za wanga. Ziko kwenye tango. Ulikuwa unajua hilo? Cabbage. Cabbage gramu 100 tutapata kiasi cha gramu 4. Cabbage hazina wanga, hamna wanga hapo. Jamani, hii sahani tulivyojumlisha ina gramu 21. Hii sahani ukiangalia ina nyama hapa robo kilo, ina cabbage gramu 100, ina tango, ina parachichi. Hii yote ina kiasi hiki cha wanga. Gramu 21.1. Lakini hii sahani ina kiazi kamoja, ina kamkate kamoja, slesi moja, na tumaziwa hivi ambapo ameweka asali ndani yake natural. Sasa huyu yeye ana gramu ngapi? 26. Swali linakuja, huyu ana kiasi kikubwa cha wanga kuliko huyu hapa. Sasa nani anayeshiba? Huyu anaishi kwa kujinyima, huyu anaenjoy chakula, anashiba na anakula kiasi kidogo cha wanga ukilinganisha na huyu anayejinyima. Hilo ndo kusudio la mimi kukufundisha masomo haya, ni kupata uelevu, usio unaunyanyasa mwili wako. Kama wewe una kitambi, una kisukari, una kansa, una matatizo ya mvurugiko wa homoni, unataka kujitibu kwa ndani ya mwili wako, na maradhi unaosumbuka nayo ni maradhi yaliyotokana na mfumo wako wa lishe na maisha, na kushauri kwamba kula kiasi cha wanga gramu 20 mpaka 50 kwa siku. Na wanga huu unatakiwa upate kwenye mboga za majani na matunda yenye sukari kidogo kama parachichi na tango. Lakini kumbuka kuambatanisha na vyakula vya protini na mafuta asili. 50 gram to 100 grams of carbohydrate kwa siku. Huyu ni yule ambaye ana kiwango kidogo cha mazoezi. Au yule ambaye anafanya mazoezi lakini si ya kila siku. Huyu tunamshauri aongeze na matunda mengine. Unaweza kaongeza labda embe kipande, chungwa kipande, nanasi kipande. Weka matunda yale lakini kwa woga, kwa hamu. Hili ni jambo ambalo nimekuwa nikiwaeleza watu wengi. Lakini kama wewe ni mwana mazoezi, unafanya kazi za nguvu sana, unavuja jasho, yani unapilika nyingi, wewe hata kama kila kiasi kikubwa cha wanga, wewe uwezo wa mwili kuwa unabakiza kama akiba ni mdogo kwa sababu ya pilika zako. Sasa tunakushauri gramu 100, usizidishe gramu 325 kwa siku. Lakini kama wewe unazidisha gramu 325 kwa siku, basi wewe unajihatarisha na magonjwa ya lishe. Share video hii na watu wengi zaidi ili waweze kupata elimu hii, tuweze kuwanasua na janga la magonjwa ya lishe. Tunapoteza nguvu kazi ya taifa. Share, save na comment hapo chini.